na niwapongeze kwa uamuzi wenu wa kuandaa eneo kwa ajili ya kujenga shule ya sekondari ya kijiji cha Nyakiswa. Na kwa maana hiyo, kwa sababu nishawasapoti Mwibagi, na ninyi nitawaunga mkono kama ambavyo nimefanya kwenye maeneo mengine. Nikikamilisha mkaweka viashiria, kama kule nilipeleka matofali 1000 Mgingi, na huku nitaleta 1000. Kazi mlionayo ni kuhakikisha tunarudisha Chama cha Mapinduzi madarakani. Na kama mlivyokiri wenyewe, maendeleo yote kuja mara moja. Baba wa taifa alipenda nchi yetu, alipambana na taifa letu, alifanya kazi kubwa, lakini hakumaliza yote. Alimaliza jamani? Tunavyozungumza ni miaka hii ya Mheshimiwa Samia, mbunge Sagini na Mgingi, tumeweza kuanza ujenzi wa hospitali ya wilaya pale Butiama na imeanza kutoa huduma. Tujipongeze. Lakini pamoja na wilaya yetu kwanza mwaka 2012 haikuwa na jengo lake la makao makuu ya halmashauri. Nimewakuta madiwani hawa wakitaka kufanya mikutano yao, wanakutana bar inaitwa Makuti. Makuti bar. La halmashauri limejengwa, ni la ghorofa na liko kule Butiama. Tujipigie makofi. Watumishi wa halmashauri na madiwani sasa wanakutana kule kwa kweli nawapenda. Hata mbunge amenipa ofisi kule. Kutoka kujibana kwenye ofisi ya CCM pale Butiama mjini center pale, watu wote DC umo, chama wilaya umo, si halmashauri yote umo, na mbunge umo. Hivi kwa tunafanyaje kazi? Watu wamebanana. Lakini leo vijana wajidai, mtumishi akienda, mwananchi akienda, anaingia ofisini, anasikilizwa yeye. Kama ulikuwa unaenda unafikiri mkutano, mimi na shida yangu binafsi, nataka ushauri wa mtaalamu, unakuta wako watu 10. Hivi hata maneno yatatoka. Mtaalamu sasa atasemaje? Anaongea kwa kubabaisha, kwani una shida gani? Unajua, na wale washtuki wapishe. Wamegangamana pale tu. Mwananchi wetu anataka kujieleza, lakini leo ukienda pale kila kitu safi. Maji ya Mgango Kiabakari Butiama Mgingi mzee tunafuta maji toka Kiabakari yalishindikana. Chini ya uongozi wa Samia hayo maji yamefika mpaka Bumahiki. Tunachohangaika nacho sasa ni kusambaza kwenye vijiji vilivyo pembezoni mwa bomba kuu, na ninyi mkiwemo. Tujipigie makofi. Na kwa utaratibu tuliojiwekea, ninyi tulishawapa tenki pale kwenye mlima gani ule mnawita? Mganza. Kwa hiyo kwenu ni rahisi. Hata kama tunajenga tanki kubwa, maji yatakaposhuka kutoka Kiabakari yakiingia mle Nyakiswa mnayapata maji yasiyo na chumvi. Tujipigie makofi. Afya tumeisema. Tumekwenda pale Mwibagi, jamaa kaleta harambee, tukashiriki kuichangia jengo la mama na mtoto kwenye zahanati ya wapi? Ya Mwibagi. Kijana wenu alivyokuwa mbunifu bwana mipango. Yaliyofanyika kwenu tumeyafanya wilaya nzima. Tumekuta vituo vya afya viwili. Tunapozungumza tunavyo vingapi? 5. Na dhamira yangu ilikuwa miaka 5 tuwe na vituo vya afya 5, angalau kimoja kila mwaka. Hivi tunapozungumza 4 ujenzi unaendelea, vingine vimekamilika, vimeanza kutoa huduma. Kinachoendelea kujengwa ni Wegero, kituo cha afya kwa ajili ya kata ya Buswahili. Tujipigie makofi. Na hivi karibuni kitajengwa kituo cha afya Kiabakari, ili ndoto yangu ya vituo 5 kila mwaka iweze kutimia.